Msuguano ambao unaendelea baina ya Israeli na Iran ni kwambie haujaisha, licha kwamba kulitokea vita vya siku 12 ambavyo baadaye vita hivyo vikaja vikamalizika na mambo yakakaa sawa, lakini bado hawa watu wamekuwa ni watu ambao bado kila mtu ana kinyongo na mwenzake. Na nikwambie mkuu wa jeshi la Iran anasema wanafuatilia nyendo za adui na watatoa jibu kali kwa chokochoko yoyote. Huyu ni Meja Jenerali Amir Hatami ambaye ni mkuu wa jeshi la Iran, amesema kuwa wanaendelea kumfuatilia adui na watakabiliana vikali na makosa yoyote kutoka kwake, na kuongeza kuwa adui anapaswa kutambua kwamba taifa la Iran litakuwa mshindi kwa uwezo wake, nguvu zake na maadili yake ya hali ya juu. Meja Jenerali Amir Hatami, mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema hayo kwenye hafla ya kuhitimisha kozi ya 23 ya kijeshi kwa wanafunzi wa vyuo vya kijeshi mjini Tehran, na kueleza kwamba vikosi vya jeshi, hususan jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, vina jukumu muhimu sana la kulinda uhuru, umoja wa ardhi na mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kamanda huyo mkuu wa jeshi la Iran ameueleza utaarifu wa vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu kuwa wa kudumu na wa thamani kubwa, akisisitiza kwamba hatua yoyote ya maadui itakabiliwa na jibu la nguvu na madhubuti. Akiashiria vita vya kutishwa vya Israeli dhidi ya ardhi ya Iran katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Meja Jenerali Hatami amesifu na kupongeza uelewa na moyo wa kujitolea kwa wananchi wa Iran. Kamanda huyo mwandamizi wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ilishinda katika vita vya siku 12 vya kichokozi vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa Israeli mwezi Juni mwaka huu, na iliweza kufanikiwa kuwalazimisha maadui wasalimu amri. Na kauli hii ambayo anaitoa kamanda huyo mkuu wa jeshi la Iran, Meja Jenerali Amir Hatami, ni kufuatia siku chache aliweza kusisitiza kuwa taifa lao limejiweka sawa na tayari kutoa jibu zito na la haraka dhidi ya vitisho na vitendo vyovyote vya uhasama vya maadui dhidi yake, na akabainisha nafasi ya kistratejia ya jeshi la Iran katika kulinda uhuru wa nchi, mamlaka kujitawala na mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu. Kamanda huyo wa jeshi la Iran aliweza kueleza utaarifu wa vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu kuwa ni wa kudumu na wa thamani kubwa, akisisitiza kwamba hatua yoyote ya maadui itakabiliwa na jibu la nguvu na madhubuti. Na nikwambie, Iran hivi karibuni aliweza kuvujisha video ambayo inaonyesha eneo la ndani la mitambo ya nyuklia la Israeli, kitu ambacho Israeli alipigwa na butwaa kwamba huyu mtu amefikaje huku ndani, lakini Iran alimuonyesha kwamba unazuia mimi nisiwe na nyuklia wakati wewe unafaa una nyuklia, tena kwa siri. Sasa hayo yakiendelea, mshauri mkuu wa masuala ya kijeshi wa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei amesema kuwa zaidi ya marubani 16 wa Israeli waliangamizwa kwenye vita vya siku 12 vilivyotishwa Iran na utawala wa Kizayuni. Meja Jenerali Yahya Rahim Safavi amesema hayo kwenye mahojiano maalum, na kuongeza kwamba ingawa udhaifu mdogo uligunduliwa katika mfumo wa ulinzi wa anga na ujasusi katika siku za mwanzo za vita vya siku 12 mwezi Juni mwaka huu, lakini sasa umefanyiwa ukarabati na kuboreshwa. Amefafanua kuwa katika siku 2 au 3 za kwanza za vita hivyo, Iran ilionyesha mapungufu, lakini kuanzia siku ya 4 na kuendelea, mlingano wa nguvu ulibadilika na Iran ikaweka ubora kamili katika hatua ya mwisho. Meja Jenerali Safavi ameeleza bayana kuwa kulingana na tathmini za kigeni, karibu 60% walithibitisha kwamba Iran iliibuka mshindi wa vita hivyo vya siku 12. Amesisitiza kuwa Israeli ilishindwa kufikia malengo yake yaliyotangazwa, kuyumbisha Iran ndani au kudhalilisha miundombinu muhimu na uwezo wa kijeshi na nyuklia, katika hali ambayo Iran ilitimiza malengo yaliyokusudiwa. Hivi karibuni Hassan Kazem Komi, balozi wa zamani wa Iran nchini Iraq, alisema kwamba katika moja ya operesheni za Iran wakati wa vita vya siku 12, marubani 30 wa Israeli waliuawa. Anasema hili si jambo dogo kwa utawala wa Israeli. Alieleza hayo na kuongeza kwamba maelezo mengi kuhusiana na operesheni hizo yamefichwa na utawala wa Tel Aviv hadi sasa. Mwanadiplomasia huyo wa Iran amesisitiza kuwa lengo kuu la adui ni kubadilisha mfumo wa utawala nchini Iran na kurejea Marekani katika Jamhuri ya Kiislamu, lakini walishindwa kufikia malengo yao. Wakati hayo yanaendelea, Ayatollah Said al-Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ameitaja Israeli kama utawala unaochukiwa zaidi duniani. Anasema hii leo utawala muovu wa Kizayuni ndio utawala unaodharauliwa na uliotengwa pakubwa duniani.
ilisomeka chapisho lililowekwa kwenye mtandao wa kijamii wa X wa Khamenei, akaunti rasmi ya Ayatollah Khamenei na majukwaa mengine ya mitandao ya kijamii. Chapisho hilo ambalo lilirushwa mtandaoni kwa lugha ya Kifarsi, Kiingereza na Kiebrania liliambatanishwa na picha Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni, alipokuwa akihutubia mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York mbele ya safu ya viti vitupu. Israeli kila uchao inazidi kutengwa kimataifa kutokana na vita na mauaji ya kimbari inayofanya dhidi ya wakazi wa ukanda wa Gaza, ambapo hadi sasa zaidi ya Palestina 65,000 hadi 66 sasa wameuawa shahidi au kupoteza maisha kutokana na njaa iliyosababishwa kwa maksudi na Israeli tangu ilipoanzisha vita Oktoba 7, 2023. Hayo yakiendelea, shirikisho la soka la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetoa wito wa kutimuliwa Israeli kwenye soka kutokana na mauaji yake kimbari katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa shirikisho la soka la Iran amesema kuwa wameliandikia shirikisho la soka duniani FIFA mara kadhaa wakitaka kusimamishwa kwa shirikisho la utawala wa Kizayuni wa Israeli. Amir Mehdi Alavi, mkurugenzi wa mahusiano ya umma wa shirikisho la kandanda la Iran, amebainisha kuwa shirikisho la soka la Iran limetuma barua mara kadhaa kwa shirikisho la soka duniani FIFA na shirikisho la soka la Asia likitaka kusimamishwa wanachama wa shirikisho la soka la utawala wa Kizayuni wa Israeli kutokana na utawala huo ghasibu kutekeleza mauaji kimbari kwenye ukanda wa Gaza. Wakati huo mkuu wa shirikisho la soka la Jordan ametangaza kuanza kwa mchakato rasmi na ulioratibiwa wa kusimamisha wanachama wa shirikisho la soka la Israeli katika shirikisho la soka duniani FIFA na muungano wa vyama vya soka vya Ulaya UEFA. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.